Okay, ladies and gentlemen, moja kati ya komenti ambazo nimekutana nazo, komenti ambazo zimenisikitisha sana, nimeumia sana kwa sababu ni komenti ambayo inaonekana ni komenti ya mtu ambaye ni mzalendo. Anauliza, kwa nini Waafrika wengi wanatumia nguvu kubwa kujadili sana vita vinavyoendelea Iran kuliko vita vilivyopo ndani ya Afrika kama vita ya Kongo na vita ya Sudan? Swali hili kwa hakika ni moja linaingia moja kwa moja kwenye saikolojia ya jamii, nguvu ya media na geopolitics. Kuna sababu kadhaa zinazoeleza kwa nini Waafrika wengi hujadili sana vita vya Iran, Israel na Marekani kuliko vita vya ndani ya Afrika kama vile Democratic Republic of Congo au vita vya Sudan. Zipo sababu kuu 6 muhimu. Sababu ya kwanza ni nguvu ya media za kimataifa. Takupitisha. Sababu ya pili, vita hivi vina athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Sababu ya tatu, mataifa makubwa yanahusika. Sababu ya 4, vita vya Afrika havipewi coverage kubwa. Sababu ya 5, mitandao ya kijamii, na sababu ya 6 ni siasa za dini na itikadi. Sasa nitakupitisha kwenye sababu moja hadi nyingine. Sababu ya kwanza nilikueleza ni nguvu ya media za kimataifa. Okay. Vyombo vingi vya habari Afrika hutegemea zaidi kutoka BBC, CNN, AFP na AP badala ya kuwa na waandishi wao katika nchi nyingine za Afrika. Matokeo yake, vita vya Mashariki ya Kati vinaonekana kila siku kwenye habari, huku vita vya Kongo au Sudan vinaonekana kidogo sana. Hivyo akili ya watu inajenga hisia kwamba vita vya Iran ni kubwa zaidi. Sababu ya pili ni maslahi ya nguvu kubwa duniani. Vita vya Iran vinahusisha Marekani, Israel, Urusi, NATO, mafuta ya dunia. Kwa mfano, tunapozungumza mlango wa mafuta wa Strait of Hormuz ukifungwa, uchumi wa dunia unaweza kuyumba. Hivyo media na serikali nyingi ulifuatilia sana swala hilo. Sababu ya tatu ni athari za kiuchumi kwa Afrika. Hata kama vita viko mbali, vinaathiri maisha Afrika. Mfano, kupanda kwa bei ya mafuta, mbolea kupanda bei, chakula kupanda bei. Hii hutokea kwa sababu Afrika inaagiza mafuta na mbolea nyingi kutoka Mashariki ya Kati. Kwa hiyo watu wanaona vita vya Iran vina athari ya moja kwa moja kwa maisha yao. Lakini sababu ya 4, vita vya Afrika vinaonekana kama vya kawaida. Kwa bahati mbaya, kuna tabia ya kimataifa kuona migogoro Afrika kama kitu cha kawaida. Mfano, vita vya Kongo vimekuwa kwa zaidi ya miaka 20 sasa, huku vita vya Sudan vinaendelea tangu mwaka 2023. Hivyo habari zake hazionekani mpya tena kwa media. Wanazichukulia poa kama si wenyewe tunavyojidharau, na huku pia wanatudharau. Sababu ya 5 ni siasa za dini na itikadi. Vita vya Iran vinahusisha Waislamu, Wayahudi na Marekani. Hivyo vinaingia kwenye mijadala ya dini, haki za binadamu, historia ya Mashariki ya Kati. Hivyo mijadala yake huwa mikubwa zaidi mitandaoni. Sababu ya 6 ni nguvu ya mitandao ya kijamii. Mitandao kama TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, Threads na inayofanana na hiyo, Truth Social na kadhalika, inapendelea habari zinazovutia zaidi duniani. Hivyo vita vinavyohusisha mataifa makubwa hupata views nyingi kuliko vita vya ndani ya Afrika. Kwa kifupi, Waafrika wajadili Iran kwa sababu hawajali Afrika, bali kwa sababu media za dunia zinaipa kipaumbele Mashariki ya Kati. Vita hivyo vina athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Mataifa makubwa yanahusika. Vita vya Afrika havipewi coverage kubwa, lakini ukweli mchungu ni huu: vita vya Kongo pekee vimesababisha vifo zaidi ya mamilioni ya watu.
zaidi kuliko vita nyingi maarufu duniani, lakini havipewi uzito sawa kwenye media za kimataifa. Naweza kujiuliza, kwa nini vita ya Kongo ndio vita hatari zaidi duniani lakini haisemwi sana? Na ni mataifa gani makubwa yanayofaidika kimya kimya na vita hiyo? Hii ni story nzito sana ya geopolitics ya Afrika. Hii ni story nzito na ya kisiasa. Hapa kuna maelezo na kupitisha kwenye maelezo ya ndani kabisa, na hisi naweza nikakusaidia. Kama unapenda mada kama hizi, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na kushare content hii ili iweze kufikia watu wengi zaidi. Ndoto yetu sio kubwa sana, tunahitaji kuwalau kufikisha tu subscribers 1000. From 0 to 1000 ni hatua kubwa sana. Okay, tena kwa nini vita ya Kongo ndio vita hatari zaidi duniani? Sababu ya kwanza, idadi kubwa ya vifo na wakimbizi. Tangu mwaka 1998 hadi sasa, takriban mamilioni ya watu wamekufa kutokana na vita na njaa. Zaidi ya milioni 5 wamesogea ndani au nje ya nchi. Kwa inasababisha vita iwe na athari nyingi zaidi duniani. Sababu ya pili ni rasilimali za thamani ya juu. Kongo ina coltan, ina cobalt, ina diamonds, ina gold, ina tantalum, rasilimali muhimu kwa teknolojia ya kisasa kama simu za mikononi, betri za magari ya umeme na vifaa vya kijeshi. Hii inafanya vita hiyo kuwa vita ya rasilimali kuliko vita ya kisiasa tu. Kutokuwa na utawala imara. Hii sababu ya tatu, kwani vita ya Kongo ndio hatari zaidi duniani. Sababu ya tatu ni kutokuwa na utawala imara. Ndiyo, hapa utakubaliana na mimi kuwa serikali ya DRC mara nyingi hazina nguvu ya kudhibiti maeneo yote, hasa mashariki mwa nchi. Hii inaruhusu makundi ya kijeshi na waasi kama M23, M23 kudhibiti rasilimali na kuendelea na mashambulizi bila kuhesabiwa. Mikakati ya kieneo na kijiografia. Vita hii inaathiri msitu wa Kongo ambao ni pumzi ya dunia kutokana na uzalishaji wa oxygen. Vile vile huchangia mlipuko wa magonjwa na mfumuko wa bei za chakula barani Afrika. Lakini kwa nini vita hii haisemwi sana? Media ya kimataifa haifuatilii sana. Media za dunia zinapendelea migogoro ya Mashariki ya Kati au Asia inayohusisha mataifa makubwa na nguvu za kibiashara. Hivyo hawawekezi nguvu kubwa kufuatilia migogoro midogo ya Kongo. Wao wanachukulia mgogoro wa Kongo ni kama mgogoro wa ajabu. Vita vya rasilimali havionekani kwenye headlines. Dunia inashughulika zaidi na vita vinavyoonekana kitalii au vinavyohusisha nguvu za kijiografia kuliko vita vinavyoendelea kimfumo na kimkakati. Sababu nyingine pia ni kutokuwepo kwa shinikizo la kisiasa. Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinasababisha vita ya Kongo isisemwe sana. Kutokuwepo kwa shinikizo la kisiasa. Mataifa makubwa hayashiriki moja kwa moja, hivyo hakuna kampeni kubwa za media advocacy kama Mashariki ya Kati. Mataifa makubwa yanayofaidika kimya kimya. Taifa la kwanza litakushangaza. Taifa la kwanza linalofaidika zaidi na vita ya Kongo ni China. Ndio, najua umeshtuka. Nilikuwa nategemea ningetaja Marekani, ningetaja labda Ufaransa, ningetaja labda Ubelgiji, lakini taifa la kwanza linalofaidika zaidi na vita ya Kongo ni China. Ndio, China inapata cobalt, coltan na manganese kwa bei nafuu sana ambayo hawezi kupata sehemu yoyote ile duniani. China inatumia rasilimali hizi kwenye batteries za magari ya umeme na vifaa vingine vya kielektroniki kama simu, redio,
subwoofer, soundbar na kadhalika. Mataifa mengine yanayofaidika ni Marekani na Umoja wa Ulaya. Ndio, Marekani na Umoja wa Ulaya wapo nafasi ya pili kwenye kufaidika zaidi na mgogoro unaoendelea pale Kongo. Ndio, Marekani na Umoja wa Ulaya zinapata gold na cotton kupitia wakandarasi wa mashirika binafsi, ingawa si rasmi. Hii husaidia industry ya teknolojia na kielektroniki. Zinatajwa pia nchi jirani za Afrika. Na imesikitisha sana, Afrika ambao tunahubiri umoja, lakini kumbe vita ya Kongo, kuna mataifa ya Afrika yananufaika. Na inavyotajwa wazi, nchi jirani za Afrika kama Uganda, Rwanda na Burundi zinapata faida ya biashara ya silaha na rasilimali. Mara nyingine zinauza silaha kwa makundi ya waasi kwa siri, kuongeza masoko yao ya biashara haramu. Kwa nchi kama Uganda, Rwanda na Burundi zinapata faida ya biashara ya silaha sana. Hii nchi za Uganda, Rwanda na Burundi zipo kwenye kundi la tatu la kunufaika na mgogoro unaoendelea pale Kongo. Kundi la nne ni makampuni makubwa ya kimataifa. Makampuni ya madini, tech na gari za umeme yanapata malighafi muhimu kwa gharama ndogo, kwa sababu vita inafanya DRC isiwe na udhibiti mzuri. Kumbuka, hii ni mfano wa vita isiyoonekana duniani. Ina hatari kubwa kwa maisha na mazingira, lakini haionekani kwa sababu hakuna taifa kubwa linaloshughulikia moja kwa moja kimfumo. Ni vita ya rasilimali na faida isiyoonekana, tofauti na vita Mashariki ya Kati vinavyokuwa kwenye headline kila siku. Tunaweza kwenda kuangalia madhara ya vita ya Sudani. Madhara ya vita ya Sudani. Madhara kwa watu wa kawaida. Moja kati ya dhara kubwa ni dhara linalowakumba watu wa kawaida. Watu wa kawaida wanakumbwa na vifo na majeraha. Vita vinaendelea kuua mamia hadi maelfu ya raia kila mwaka. Wengi hufa kutokana na shambulizi, bomu la mitaa au mapigano ya silaha nzito. Madhara kwa watu wa kawaida kunasababisha wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao. Maelfu ya familia huondoka mashambani na miji kuingia kwenye harem za wakimbizi ndani au nje ya nchi. Hii huongeza mzigo kwa mataifa jirani kama Chad, Egypt na Ethiopia. Watu ambao wanakumbana na wakimbizi wengi sana kutoka pale Sudan. Ukosefu wa chakula na maji safi. Mashamba yanaharibiwa, mifugo hukufa na vileo vya maji vinaharibiwa. Magonjwa yanayohusiana na maji machafu na utapiamlo huongezeka. Madhara ya pili ni madhara ya kijamii. Madhara ya kijamii yapo katika mvutano kati ya jamii, yapo katika mifumo ya elimu na afya, kuongezeka kwa ukahaba wa wanawake na watoto. Mvutano kati ya jamii. Vita vimezua mgawanyiko kati ya tribe military groups. Mfano, Rapid Support Force vs Sudanese Army. Vita vimezua mgawanyiko kati ya ukabila na makundi ya kijeshi. Kuna Rapid Support Force vs Sudanese Army. Hii huongeza chuki za kabila na kudumu kwa vizazi vingi. Madhara ya kijamii mengine unayokutana nayo ni mifumo ya elimu na afya kudorora. Shule nyingi zimeharibiwa au zimefungwa. Hospitali hazifanyi kazi.
au hakuna dawa na vifaa vya matibabu. Madhara nyingine ya kijamii ni kuongezeka kwa ukahaba wa wanawake na watoto, ukatili wa kijinsia na unyanyasaji unakuwa. Watoto hukose elimu na wengi huchukuliwa na vikundi vya silaha au kugawanywa kwenye familia zisizo rasmi. Madhara nyingine ni madhara ya kiuchumi. Kwa vita inaendelea pale nchini Sudan ilianza mwaka 2023 hadi hivi leo, najua haisemi sana. Kwenye madhara ya kiuchumi inasababisha kudorora kwa uchumi. Mashirika, maduka na viwanda vimeharibiwa au pengine vimefungwa kabisa. Ajira hupungua na umaskini unaongezeka. Kupanda kwa bei ya bidhaa kama chakula, mafuta na dawa. Kupanda bei kwa sababu ya mgongano na usafirishaji. Uwekezaji kupungua. Wauzaji wa nje hawataki kuwekeza kwa sababu ya migogoro hiyo. Hii huathiri miundombinu na maendeleo ya muda mrefu. Madhara ya kisiasa na kimataifa: kutokuwa na utawala thabiti. Vita vinaifanya serikali isiwe na nguvu ya kudhibiti nchi. Hii huongeza udhalimu wa makundi ya silaha na rushwa, kitu ambacho kinapelekea kuingilia kati kwa mataifa makubwa kimya. Mataifa kama United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt na Marekani mara nyingine huingilia kwa maslahi yao binafsi, ikiwemo rasilimali, mipaka au utawala wa kisiasa. Lakini madhara mengine ya kisiasa ya kimataifa ni migongano yenye kanda. Vita Sudan huweza kuenea na kuathiri nchi jirani kama Ethiopia, Chad na Egypt, kuunda hali ya wasiwasi wa kijiografia. Vita ya Sudan haiathiri tu Sudan, bali haina hatari ya kiafrika kama njaa, mgawanyiko wa jamii na wakimbizi. Inaathiri usalama wa kikanda na uchumi wa Afrika. Hata hivyo, media ya kimataifa haina kipaumbele, hivyo Afrika wengi hawaoni uzito wake kama vita ya Mashariki ya Kati. Hapa tutaangalia pia madhara ya vita na migongano nchini Somalia. Somalia ni miongoni mwa nchi ambazo hazijawahi kupoa tangu mwaka 2010. Madhara kwa raia wa kawaida: vifo na majeraha kutoka miaka 1990 hadi sasa, mamilioni ya raia wameuawa. Mashambulizi ya Al-Shabaab na mapigano kati ya vikosi vya serikali na waasi ni sababu kuu za vifo. Wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao: maelfu wamesogea ndani ya nchi au nje, hasa kuelekea Kenya na Ethiopia. Hii huongeza msongamano wa wakimbizi na changamoto za misaada, ukosefu wa chakula na maji safi. Vita inaendelea Somalia inasababisha ukosefu wa amani, inasababisha njaa na utapiamlo kwa watoto. Mgogoro wa mnyunyuto wa mvua unachangia hali hii mbaya. Madhara ya kijamii: kutoweka kwa elimu na afya. Shule nyingi zimefunikwa na uharibifu, zingine hazina walimu wa kutosha. Huduma za afya hazifanyi kazi, hospitali hazina dawa wala vifaa. Migawanyiko ya kikabila na kidini: mgogoro wa kabila na dini zinazidi, ikiwemo ushirikiano wa Al-Shabaab na baadhi ya jamii. Hii huongeza chuki na kuunda vizuizi vya amani. Ukatili wa kijinsia: wanawake na watoto wanakabiliwa na unyanyasaji na ukatili wa kingono, mara nyingi wakati wa uhamiaji au mashambulizi. Madhara ya kiuchumi yanayokumba Somalia ni uharibifu wa miundombinu. Miji mikubwa imeharibika, barabara hazifanyi kazi, viwanda na soko zimelipuka. Ushirikiano wa biashara haramu: sehemu nyingi zinatumika kama viashe vya dawa za kulevya. Siasa na uharibifu wa kimataifa: hii inaongeza
Hii inaongeza faida kwa makundi ya kimataifa, lakini haina manufaa kwa raia wa kawaida, kwa sababu umaskini unaongezeka. Raia wengi hawawezi kupata ajira. Madhara ya kisiasa na kimataifa: kutokuwa na serikali imara. Serikali ya Somalia mara nyingi haiwezi kudhibiti maeneo yote, hasa Puntland, Jubaland na kaskazini mashariki. Uingiliaji wa mataifa makubwa kimya. Marekani, Kenya na Ethiopia mara nyingine huingia kwa maslahi ya kijeshi na kudhibiti Al-Shabaab. Migongano ya kikanda. Hali ya Sudani huathiri usalama wa mpaka na usafirishaji wa maji, bidhaa za kibiashara. Vita na migogoro ya Somalia ni mchanganyiko wa ugomvi wa kiasili, madini, kidini na kisiasa. Inakwamisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa kizazi vingi. Kama Kongo au Sudan, media ya kimataifa haina kipaumbele, hivyo Waafrika wengi hawajadili sana. Kwa ujumla, nini kifanyike kusudi tuikomboe Afrika chini ya minyororo hii ya vita zinazoendelea ambazo hazipewi kipaumbele? Hii ni swali kubwa na zito, lakini tunaweza kuangalia kwa kina. Ikiwa kusudi ni kuikomboa Afrika, tuwezi kuangalia vita peke yake. Napaswa kuangalia uchumi, siasa, elimu, rasilimali na ushirikiano wa kikanda. Lakini leo tutaenda kuangalia vita peke yake. Moja, Afrika na ushirikiano wa kikanda. EU, ECOWAS, SADC, East Africa Community. Tukizingatia vita peke yake, kusudi la kuikomboa Afrika linahitaji mchanganuo wa kina wa kisiasa, kijeshi na kijamii. Hapa kuna mikakati ya msingi ambayo sisi kama Banse Family tunapendekeza. Mkakati wa kwanza ni umoja na ushirikiano wa kijeshi. Mataifa ya Afrika yanapaswa kujenga ushirikiano wa kijeshi wa kikanda, kuunda jeshi la kikanda linaloweza kuingilia migogoro ndani ya nchi kabla haijazidi, kufanya mazoezi ya pamoja, kubadilishana intelijensia na mipango ya kudhibiti silaha haramu. Jambo lingine ni kudhibiti na kupunguza silaha haramu, kuzuia usambazaji wa silaha haramu kutoka nje au ndani ya bara, kuweka sheria na udhibiti mkali juu ya mauzo ya silaha ili kupunguza vita vya ndani, kutoa programu za urekebishaji kwa waasi ili kupunguza idadi ya watu wanaopigana, kusuluhisha migogoro kisiasa na kijamii. Migogoro mingi ndani ya Afrika ni ya kisiasa, kidini au kikabila. Njia za mazungumzo, utatuzi wa migogoro na mediation ya kikanda zinapunguza uwezekano wa vita kuanza. Kuanzisha mifumo ya sheria thabiti inayoaminiwa na wananchi, kuhakikisha haki inatendeka, kujenga utawala imara na uwajibikaji. Vita mara nyingi huanza kwa sababu serikali dhaifu au yenye rushwa. Hivyo tuimarishe demokrasia, uwazi na uongozi bora, kuondoa sababu za vita ndani ya mataifa. Kudhibiti rasilimali na uchumi. Migogoro mingi hutokana na rasilimali, madini, ardhi, mafuta, misitu. Afrika inapaswa kudhibiti rasilimali zake, kuhakikisha zinategemea wananchi, si waasi au mataifa makubwa. Uchumi imara na usambazaji wa rasilimali unaipunguza mvutano wa vita. Elimu na kuelewa thamani ya amani.
kuendesha kampeni za elimu ya amani. Vijana, jamii na viongozi wanapaswa kufundishwa ushirikiano na suluhisho zisizo za kifo. Media za ndani za Afrika zinapaswa kusisitiza masuala ya amani na mshikamano badala ya propaganda ya kueneza chuki. Kwa kifupi, tukiwa na jeshi la kanda, tudhibiti silaha, suluhisho la kisiasa, utawala wa sheria, udhibiti wa rasilimali na elimu ya amani ni hatua za moja kwa moja za kupunguza vita. Ikiwa hizi hatua zitafanywa kwa ushirikiano na uthabiti, Afrika inaweza kupunguza vita katika muda mfupi hadi wakati, na hivyo kulikomboa bara kutokana na mfuatano wa migogoro isiyoisha. Kama unapenda makala haya na wewe ni miongoni mwa watu ambao unapenda geopolitics ya Afrika, sisi kama Pan-Africanist Bansi Family tumejitoa kwa ajili ya kuisemea Afrika. Tumejitoa kwa ajili ya kuzungumza geopolitics ya dunia, historia ya dunia na vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa kubonyeza subscribe inakufanya uwe mwanafamilia wetu kwa siku zijazo. Kwa maana pengine yamkini usipo subscribe leo, unaweza ikapita muda mrefu sana usikutane tena na video zetu. Hivyo subscribe, turn on notification, then kila tutakapo upload video, wewe manake unaingia kwenye kundi letu wa kuwa mtu wa kwanza kupata habari tunazozipost. Mimi ni mchambuzi wako wa masuala haya, niliye mdogo Ansel Julius, na hii ni Bansi TV, Bansi Family. We live our life. Tuna enjoy maisha, tuna enjoy. Play for Africa, play for Africa, play for Congo, pray for Somalia, pray for Sudan, pray for Burkina Faso, pray for Mali, pray for Niger, pray for Ivory Coast, pray for Ghana, pray for Kenya, pray for Tanzania. Tuendelee kuwa sehemu, tuendelee kuifanya Afrika kuwa sehemu salama zaidi ya kuishi duniani. Na hii ni Bansi TV na mimi ni Ansel Julius. Asante.